Yes, mimi ni Kasimaru, by the way, niko na Isa Tambu siku ya leo, nina mahojiano naye kidogo. Niko naye hapa brother. Asalamu alaykum. Wa salamu alaykum. Kaifa halakum? Hali nzuri ndugu yangu, karibu. Nilitamani kuuliza kitu kimoja, ushakwenda umra ama hija? Mimi bado Allah hajanikadiria, lakini inshallah nitafanya hivyo siku za karibuni kabisa. Kusema Allah hajakadiria kwenye kitu gani? Muda, mali au kitu kipi hapo? Sasa hapo kuna vitu vingi, si hata nafasi na yenyewe mpaka Allah akadirie moyo. Ile si ni sunna Sheikh, kwa hiyo ukiona umekwenda uje Mwenyezi Mungu amekukadiria, lakini pia kila kitu kinapangwa na Allah. Unajua nguzo za Uislamu hija ipo. Hija ipo lakini kwa wenye uwezo. Sisi tunaamini uwezo unao Isa. Na mimi ndo nimesema inshallah nitakwenda. Uwezo kwenda unao? Nitakwenda inshallah. Napanga vizuri nitakwenda mwisho wa siku. Sawa, maana tumeona vitu vingi sana. Niambie, ni sawa siku hizo watu kwenda umra na kuwa na show off? Sasa ukienda umra inategemea wewe umefuata nini. Ile si ni ibada mwalimu. Lakini kama utafanya kwa ajili ya watu wakuone utakuwa una hasara, itakuwa ni ria. Lakini kama utafanya kwa ajili ya kuelimisha jamii, Mwenyezi Mungu atakulipa ujira. Lakini pia kama utafanya kwa ajili ya ibada, basi Mwenyezi Mungu pia atakulipa ujira. Kwa hiyo kuna aina nyingi. Kama utafanya ili watu wakuone utakuwa una hasara. Lakini utafanya kama jamii pia na labda ya masiki kutokana na wewe na umaarufu wako, ni kitu kizuri, Mwenyezi Mungu atakulipa ujira. Lakini kama unatakiwa, lakini lengo kubwa unatakiwa uende ukafanya ibada. Kwa sababu tumeona video ya Mwijaku akiwa anaiombea taifa, watu wakaanza sasa kuna umuhimu gani? Kwa nini usiombe kimoyo moyo tu Kutuonesha ile. Sasa hapa ndio najua yeye ndio tutaribia tumuulize Mwijaku alikuwa na lengo gani. Kwamba aonekane amekwenda ameionea taifa au ameombea kutoka kwenye moyo. Lakini mimi nadhani kwa mimi angefanya bila hata kamera ingekuwa vizuri. Mwenyezi Mungu angepokea. Na kama angeona kuna umuhimu wa kujibu maombi yake angeajibu. Lakini sasa kama yeye amefanya kwa ajili kamera zimuone, itakuwa na hasara atakuwa. Au kafanya ili Isa naye aone kama kaenda umra wala singefanya usingejua. Sasa atakuwa na hasara, katika miongoni mwa hasara, kwa sababu kama unafanya khairi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu lakini unataka jamii wakuone, utakuwa ufuati faida yote, utakuwa una hasara katika hasara. Umesoma dini kwa kiasi chako. Mimi najua tofauti ya umra na hija. Ninachokijua kwamba umra ni muda wowote unaweza kaenda. Hija ni kipindi maalum. Ni kweli nimepatia nayo kwa ulivyosoma dini? Ni sawa. Hija unakwenda mara moja kwa mwaka. Maana katika kila mwaka wa Kiislamu unakwenda mara moja, lakini umra unakwenda siku yote tu ile. Siku yote ukijaamulia unakwenda umra. Sawa. Pengine unipe sasa tofauti. Ibada ya umra na ibada ya hija, malipo yake yako sawa? Sasa unajibu vitabu lakini malipo yote ni yako sawa, kwa sababu ibada ni maana yake Mwenyezi Mungu akulipe khairi. Hakuna khairi ambayo Mwenyezi Mungu atakulipa atasema haifai ndogo au iko sawa. Zote khairi za Mwenyezi Mungu ni nzuri tu. Kwa hivyo ukiniuliza nitakwambia tu zote ziko sawa. Okay, kwa umra na hija zote ziko sawa. Okay. Ila vizuri zaidi ukienda hija. Haji ndio yenyewe, kwa sababu mwisho wa siku haji ndio ina nguvu sana, kwa sababu haji ndio ipo katika nguzo kabisa za Uislamu. Kwa hiyo ndio ibada kuu haji. Kwa hiyo mimi nadhani kama hauna uwezo unaweza kusubiria kukusanya fedha zako kwa kwenda haji na kuwa ni bora zaidi. Lakini mengine unakuwa ukienda umra na ni bora, si vibaya. Kwa sasa ili si tumuite Isa Tambu al-Haji Isa Tambu, ende umra ama au ende hija? Haji Sheikh ndio unapata haji. Kwa kile cheo al-Haji Tambu Motors. Sawa bana, moja story ambayo imezoa gumzo, nilifanya interview na Dr. Sule kuhusu futari, kufuturisha watu. Akasema tumepoteza maana ya kufuturisha, kwa miongoni kuna fasheni. Elo Isa Tambu atamuita Doto Magari, atamuita nani, atamuita Marikitemo pale washikaji zake ambao pengine Marikitemo ataka kununua kuku. Ananunua muda wote kwa sababu riziki hiyo ana, lakini kuna watu hawana uwezo wa kununua hao kuku. So Dr. Sule akasema futari zao wanazifanya lakini katika mitindo fashion, si maana halisi ya kufutulisha. Maana halisi ya kufutulisha ni kufutulisha watu ambao hawana uwezo, itapendeza zaidi. Unamunga mkono Dr. Sule kwa alichosema ama uko other side? Kwa sababu naomba kitu kimoja. Kwanza lazima ujue maana ya futari ni nini. Yaani ile yote msingi wake lazima ujue maana ya futari ni nini. Yaani neno kumfuturisha ni nini? Kufuturisha ni kitendo cha kumpa chakula cha kwanza mtu ambaye alifunga kabla hajala chochote. Umeelewa? Yaani maana ya futari ni kitendo, hata kama utampa tende moja mtu ambaye alishinda na swaumu, hiyo inaitwa kufuturisha.
Haijasema sasa kwa maskini, wala haijasema sasa ukimpa maskini ndio umefuturisha. No. Mtu yoyote, kwa sababu mwenye kufunga anafunga maskini, anafunga tajiri. Nielewe, anafunga anafunga maskini, anafunga tajiri. Kwa kitendo cha kutoa tende, kitu chochote kile ambacho kinahusiana na kufuturu mtu, inakuwa umefuturisha. Umeelewa sijui? Au nirudie? Nimekuelewa, lakini hebu usikilize point yake. Hii inawezekana ikawa na kuhusu na wewe. Matajiri wengi wanafuturisha. Mashirika mengi yanafuturisha. Nataka niseme wengi wao wanalisha chakula, hawafuturishi. Kuna tofauti ya kulisha chakula na kufuturisha. Kufuturisha ni sadaka. Kulisha chakula ni kushibisha watu. Usichanganye maneno kati ya kufuturisha na kulisha watu. Tambuga likuwepo kwenye kulisha chakula, si ndio? Sasa unajua huyo Dr. Sule mtu ana hoja nzuri, mtu ambaye ameshazoea hadhara, anaweza kujenga hoja vizuri. Lakini mimi nadhani sasa nyinyi natakiwa ndo mgenyi wa waandishi wa habari kazi, natakiwa nyinyi mngewaambia waelekeze. Sasa mzee wa busara anatakiwa waelekeze kwamba anaposema kufuturisha, kufuturisha ni nini? Kwa sababu hapa hajasema kufuturisha ni nini. Mimi ninavyojua kufuturisha ni neno ambalo maana yake unampa chakula mtu ambaye amefunga Ramadhani, anakuwa amefuturisha, umemfuturisha moja kwa moja. Kwa hiyo huwezi kusema eti tajiri ataki kufuturishwa. Hapana, haijazungumzwa hivyo. Unaelewa? Umeelewa sije? Haijazungumzwa vizuri. Kwa hiyo inachotakiwa ni kumtafuta mtu ambaye amefunga. Hasa hapo haitegemei maskini, haitegemei tajiri, ili mradi umefuturisha. Umeelewa? Lakini pia nategemea sasa mtu aloandaa iftari ana lengo gani. Hapa mimi nazungumza kuna nia ya mtu, kuna moyo. Lengo lake ni kuandaa iftari kwa ajili watu kufuturu, au lengo lake ni kuandaa iftari apate tu maonesho. Kama itakuwa ni maonesho ndio kama kupata hasara. Lakini kama kweli amefanya kwa ajili watu kuja kufuturu, anakuwa amepata khairi. Sawa. Hii video ililenga watu wengi. Tutarudi kwa sababu pia ulikuwepo kwenye ile iftari ya Wasafi. Na uligoba rose sijui, lakini tunalishika product. Au mali kitemo kaniambia za ndani umegoba rose kwa sababu nifanya biashara mwenye influencer pia. Alikiba akaja akatoa comment yake akasema mwambie atoe aya katika hili, shehe wangu amekosea sana. Hakuna mipaka katika kufuturisha. Awe tajiri awe maskini, wote wana haki ya kufuturisha. Tafsiri ya kufuturisha ni kumfungulisha aliyefunga hata kwa tende moja au maji. Sasa utajuaje kama huyo mtu ni tajiri au ni maskini? Au kwa unavyosema wanakuja na magari ndio maana unaonekana ni matajiri. Hata dini inasema tuombe tuwe na neema hapa duniani na kesho akhera. Kwa maana hiyo watu wasitembee na magari. Alikiba alitetea hoja yake vizuri. Haya sana. Amejengea hoja vizuri kabisa tena kwa uweledi mkubwa. Umenielewa? Kama nilivyokuambia mimi, yani napita mle ambapo nilipokuambia kwamba msingi ni kwamba unatakiwa kufuturishwa mtu alofunga, sio mwenye fedha. Hapa tuzungumze. Dini haijasema kwamba sasa mtafute tu maskini ndio mfuturishe. No, dini imesema mfuturishe alofunga. Umeelewa? Afuturishwe? Hajasema maskini au tajiri. Umeelewa Lakini sio kianza kutafuta maskini, utaweza kweli kujua huyu ni maskini au maskini? Hauwezi. Kwa mimi nadhani tuombeane kheri tu, kwa sababu mwisho wa siku tunayafanya kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuombeane kheri, lakini makosa yapo. Unajua mkamilifu ni Allah tu. Kwa hiyo hauwezi kuwa mkamilifu kabisa, mimi nawaambia siku zote. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu apokee hizi tunazozitoa kwa ajili ya futari. Hiyo ni sehemu ya sisi kupata kheri, kutulipa ujira mzuri, lakini mwisho wa siku tatusamehe madhambi. Tunafanya madhambi makubwa sana. Atusamehe, atujalie mwisho mwema. Ajalie makaburi yetu yawe katika viwanja vya peponi. Tujalie siku tunaondoka duniani siwe tunamtaja yeye Mwenyezi Mungu. Omari, huo na swali. Maana Omari aliniambia eti kulewa, ukinywa pombe ukiwa hujalewa sio haramu, ila ukilewa ndo haramu. Eti Omari iko sahihi? Dogo umesoma dini kuliko mimi. Yote haitakiwi, ni haramu kabisa. Sio tu pombe, kitu chochote ambacho utakitumia katika mwili wako mwisho wa siku itakuletea madhara, kinakuwa ni haramu kabisa. Sio mama makruh. Kuna makruh. Sigara, sio mirungi, nini. Chochote kile ambacho unakienda kwenye mwili lakini mwisho wa siku kinakuletea madhara, dini imekataza. Sasa tajiri, kuna mmoja aliuliza wewe ni mtu wa Mungu. Kuna mwingine angetamani tu kujua. Mimi ukiniambia stare yangu ni nini? Nitakwambia stare yangu nikija kuoa, mke wangu atakuwa stare yangu. Omari stare yake akasema ni pengine kuna mtu anatamani kujua hapa stare ya Isa Tambuu tajiri kinachompa furaha ni nini hasa? Mimi napenda kula, napenda kula sana. Mimi napenda sana kula. Kila udane pia. Napenda kula, napenda kufanya ibada, napenda kufurahi, ndio stare zangu hizo. Sawa, tumalize na hili la mwisho. Line yako na Diamond ni line ya muda mrefu sana.
Nasibu. Mimi Nasibu mimi natamani kwa napenda sana muziki zamani. Kwa hiyo nilikuwa shabiki mkubwa wa WCB. Mpaka sasa hivi ni shabiki. Wale fans dai wale ambao unapost ni Diamond nini? Kwa kuna masherehe nini lazima niwepo. Umeelewa? Kwa hiyo nikawa nijipatia washikaji wengi WCB kina Rom Johnson wanangu kabisa wale. Yaani wengi watu wengi kina nani kitambo hicho. Kwa hiyo nadhani sasa hivi tena unajua mambo ya biashara yamenikutanisha na watu wengi, tumekuwa karibu zaidi. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi kufika. Hata ile juzi nilipokea mwaliko, alinialika na mimi nikahudhuria. Nikapata wasaa, nikasalimiana na Nasibu, lakini tukapiga picha, nikampa hongera bwana, kazi ni nzuri. Na pia na mimi nikapandisha kwenye mitandao yangu ya kijamii. Na nadhani ndio picha yangu ya kwanza. Hata kwenye mtandao wa kijamii katika tukio lile ilipata content nyingi, yani ilipata like nyingi, ilipata comment nyingi. Hakuna picha nyingine yote kama unabisha nenda ni tukio lile afika angalie. Na ungulishe kidogo nyuma. Kwa maana wewe zamani ulipopani kwamba Diamond akiwa na party uko tayari uende na upambane uende. Nilikuwa lazima niende. Nilikosaje. Nilikuwa napenda sana. Sasa hivi ni majukumu tu. Majukumu nini anatushinda tunashindwa. Kwa mwaka gani pia ile picha? Kipindi cha WCB kwenyewe unajua 18, 17, 16 ile. Moto. Kwa hiyo ni kwa hiyo. Okay. Wakati ni fundi furniture. Mimi nilikuwa napiga mambo ya furniture. Unajua mimi mtu mbaya, una masofa ya balaa kabisa, niko vizuri. Sawa. Chambo, mimi nakushukuru time lako. Wito wote kwa Uislamu ukumbushe kwenye ile 10 la mwisho pengine. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufikisha Ramadhani ya 24 leo. Wengi wao walitamani wafike leo, lakini Mwenyezi Mungu amewatia maradhi, wengine wamefishwa na mauti. Mimi ni nani, wewe ni nani ambao Mwenyezi Mungu amekujalia afya njema? Sio tu afya njema, yale ambayo unayotaka yote Mwenyezi Mungu anakufanikia. Lakini tunamuomba tujalie Ramadhani hii hiyo ni sehemu ya sisi sasa kuacha yale yote ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza, lakini kubakia katika yale yote ambayo Mwenyezi Mungu ametuelekeza. Lakini mwisho wa siku sisi wote tuna makosa, tuvumiliane. Mkamilifu ni Mwenyezi Mungu Allah, lakini sisi wengine wote tunakuwa tuna makosa madogo na makubwa, na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema anamchukia yule mwenye kujigamba kwamba yeye ana makosa. Makosa yapo, lakini kile kikubwa tunatakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu msamaha. Mwenyezi Mungu amesema niombeeni msamaha mimi niwasamehe, na mimi najitokeza hapa mbele. Mwenyezi Mungu anaomba tusamehe yale ambayo tunayoyafanya kwa kujua na kutokujua. Ayajalie makaburi yetu yawe katika viwanja vya peponi. Atujalie mwisho mwema, atufishe aliyakuwa ameturidhia sisi. Adhabu zake ni kali, hatuwezi kuzivumilia. Lakini mwisho wa siku mimi nawatakia Eid Mubarak na wakaribisha sana Tambo Motors. Tuna ofa kubwa sana. Sawa bana. Hani maneno ya Issa Sambu, as you know ni businessman, lakini siku zote ukija hapa yeye ukimpata saa 7 saa 10 ya Mungu mengi, labda saa 10:30 saa huko saa 10 na dakika ngapi, anakuwa mtu ambaye anafanya sana ibada na yuko on time kwenye ibada, ni yuko raza ikose pesa kwa wakati huo, lakini akamwabudu Mwenyezi Mungu wake. Mimi naitwa Kasamalu, behind of the camera yuko Malik Kitemo na